Iran inasema imefanikiwa katika malengo yake ya kulipiza kisasi. Iran imesema kwamba katika nyakati ambazo ilitaka kuonyesha ulimwengu kwamba ina uwezo wa mapambano, ni wakati huu ambapo operation ambayo wameianzisha walioipa jina ya Operation Ahadi ya Kweli nambari 3 imefanikiwa. Hata hivyo, picha mbalimbali katika mitandao ya kijamii inaonyesha majumba nchini Israel yakiwa yameharibiwa. Majumba mbalimbali yamekuwa ni vifusi kama anavyoonekana katika taifa la Palestina, hasa ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Iran inasema shabaha 150 zimeweza kulenga maeneo mbalimbali huko nchini Israel katika operesheni hiyo ya Ahadi ya Kweli, wakisema wamefanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Shirika la Ynet la nchini Israel linaripoti kwamba watu wawili wameuawa katika shambulizi la makombora la Iran katika mji wa kati wa Israel. Hii ni baada ya mashambulizi ya makombora yaliyorushwa nchini Israel kutokea nchini Iran, ambapo shirika la habari la Iran la Fars limeripoti kwamba utawala wa Tehran ulifahamisha Marekani kwamba vituo vyake navyo vitashambuliwa katika siku zijazo, huku vita dhidi ya Israel vikizidi kupanuka. Shirika hilo limewataja makamanda wakuu wa jeshi la Iran ambao walisema jibu la Iran kwa mashambulizi katika ardhi yake litakuwa na maamuzi. Hata hivyo, bado hadi wakati huu ving'ora vinasikika ikidaiwa kwamba baadhi ya maeneo yanaendelea kushambuliwa, lakini kubwa ni kuonekana kwa majumba yaliyodondoka nchini Israel, huku watu wakiendelea kufanya uokoaji, lakini pia baadhi ya viongozi wa jeshi la polisi wakielezea hali halisi ya mambo jinsi ilivyo. Takribani watu wawili wamethibitika kuuawa hivi punde kutokana na shambulio la makombora yaliyofanywa na Iran. Angalau wengine 20 wamejeruhiwa wakati kombora lingine likipiga eneo la makazi huko Lezion. Ving'ora vya mashambulizi ya anga vinazidi kupiga kelele kote Israel siku ya leo Jumamosi asubuhi, wakati Iran ikiendeleza na urushaji wa makombora yake ya ballistic. Idadi ya watu wengi wamejeruhiwa vibaya kutokana na mashambulizi haya yaliyofanywa na Iran, licha ya tahadhari kutolewa wakati wote. Inadaiwa kwamba wengi wameelezwa wakajificha katika maeneo salama zaidi, na inadaiwa kwamba wengi wapo katika maeneo ya mahandaki chini ya ardhi kutokana na mashambulizi makali yanayofanywa na Iran. Hata hivyo, ving'ora vimeonya kuhusu shambulio la ndege zisizokuwa na rubani za Iran kwenye mpaka wa Israel na Lebanon, baada ya ndege zisizokuwa na rubani kulenga eneo la Arava saa chache baada ya Iran kufanya shambulizi kubwa la ndege zisizokuwa na rubani na makombora dhidi ya Israel. Takribani watu wawili wamethibitika kuuawa katika shambulizi hilo, na ni kutokana na makombora hayo ya Iran dhidi ya Israel. IDF imeeleza kwamba ilizuia vitisho vingi vilivyoingia kwa kutumia mifumo ya ulinzi wa anga ya THAAD pamoja na ulinzi wa anga wa Iron Dome na vizuizi vingine vya makombora nchini Israel. Hata hivyo, inadaiwa kwamba msaada mkubwa uliotolewa na Marekani umesaidia katika kukinga makombora mengi yaliyotoka nchini Iran, na isingekuwa msaada wa Kimarekani, basi Israel maeneo mengi yangekuwa na magofu na majumba mengi yangeharibiwa vibaya sana. Hata hivyo, Iran inadai kwamba maeneo mengi ambayo wameshambulia haswa ni yale ambayo yalichukuliwa na Israel ambayo ni katika mamlaka za watu wa Palestina. Kadhalika wameshambulia na maeneo mengine ikiwa ni pamoja na ofisi za kijeshi, lakini pia ofisi ya waziri wa ulinzi bwana Israel Katz nayo pia inadaiwa kushambuliwa vibaya. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili ufahamu mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.